wanaume ambao hata hawakupendeza msichana yeyote kuwapenda. Bwana uliwapenda, Mungu wa Israeli. Na wasichana ambao hawakuonekana kama wanapendeza kijana yeyote. Watu wa chini, watu duni ambao hawaheshimiki kwa jambo lolote. Bwana ulitupenda. Nikiwa mmoja wao na kushukuru kwa upendo. Sasa nami nimesimama Baba, si kwamba ninene yaliyo yangu bali yaliyo yako. Basi ruhusu Roho wako Mtakatifu akanene na kanisa. Watu hawa Bwana ni watoto wako. Asante kutupenda na kutuleta mahali hapa. Asante kwa heshima. Tunapopambanulia na kufundisha kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. To him, he gave them power. Praise God. Hallelujah. He called his 12 disciples. 12 who? Disciples. 12 kwa lugha ya mama yako. 12 ndio mwanzo kwa lugha ya mama yako. Waelezee kwa lugha ya mama yako. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power. Sema power. Praise the Lord. Sema power. Hallelujah. Hallelujah. He gave them what? Power. Kwa lugha ya mama yako. Over unclean spirits to cast them out. He gave them sicknesses and all kinds of disease. We have two things here: sicknesses and disease. What is sicknesses? Look at my Bible. Disease. Look at my Bible. Angalia muulize wewe mkosa kabisa. Wewe wa wapi? Hallelujah. Hallelujah. Can you imagine we have some people, they are not sick. They don't have sicknesses, but ni wadhaifu tu. Sema shetani ashindwe. Hata ukienda kupimwa, daktari atasema haoni ugonjwa. Na umelipa pesa. Lakini wewe mwenyewe ukijihisi kabisa unajisikia not okay. Siko sawa. Sasa hizo zenye hata daktari hawawezi kuponya. Christ gave power. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Imagine you grow weak and weaker. Until hata ukiambiwa ina mafua kwa unasema mayo. Na bado uko mtoto mdogo. Sasa ukiambiwa inama kidogo. Hatulipo maji ilipotea ama maji haikuja. Sasa ukaenda kununua maji, ukabeba mitungi 4 za maji. Haki jamani, unajua nilibeba tu mitungi 4 sana. Sasa ndio ulifanya kazi sasa hata sisikia hata kama mwili yangu ni ya nani. Unakaa kile jirani.
taking care of them, na ukaondoka na pesa, ukaondoka na kazi, ukaondoka na ajira, ukaondoka ukaenda ng'ambo, lakini wokovu haukupata. Tuseme wewe ni mbarikiwa. That's the truth of it. Umekuwa hapo, watu wakaokoka ukiwa na wao, watu wakabatizwa, watu wakatubu dhambi ukiwa na wao hapo, na Bwana akakuja akajishuhudia kwako mpaka akakubariki, then ukajidhibiti. Umebarikiwa. Umebarikiwa. Haijalishi umejenga ghorofa ngapi. Kristo anauliza itakupeni nini kupanda ulimwengu wote, na zile za maisha yako kumalizia wapi? Verse number 2. Now, the names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and then his brother. James, the son of Zebedee, and John his brother. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus. How do you call this? Lebbaeus. Whose son name was Thaddeus. Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed. Praise the Lord. Hallelujah. So nataka tuangalie tu verse 1 na verse 2. Verse 2 inasema, wacha nisome 1 once. And when he had called his 12 disciples, 12 who? Disciples. 12 who? Disciples. To him, he gave them power over unclean spirits to cast them out, and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. Now, the name of the 12 who? Disciples. The name of 12 apostles. Wametokaje kuwa disciples wao? And the name of those 12 apostles. So alizia tu hapo. Verse 1 tumesoma yote, na verse 2 tumesoma kipengele kimoja. Tarudia kwa imani. Kitabu cha Mathayo mlango wa 10 mstari wa 1 inasema, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. 2. Na majina ya hao mitume 12 ni haya: wa kwanza Simeoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo, nataka niongee na kanisa, lakini nitaongea na kanisa la Kristo kama vile inavyoweza kuongea na viongozi. Nataka nikuongeleshe
kama vile ambavyo kiongozi anaweza akaongeleshwa. Now I want to address you with honor and dignity. Are you together? Yes. I'm not just preaching, but now I'm talking to you as your brother in Christ. Kuna mambo mawili kwa hizo verses. Verse ya kwanza inaongelea disciples, wanafunzi. Na verse number 2 verse number 2 inaongelea disciples, apostles. So this is just one team. These are just the same people, but they have been promoted from being disciples to apostles. Praise God. Hallelujah. They have been promoted. Remember, Judas Iscariot is among them. Praise God. Hallelujah. A disciple. A disciple is a follower. Yesu alimwambia Petro, follow me, nifuate, nami nitakufanya wewe kuwa mvuvi wa watu. In the kingdom of God, ufalme wa Mungu una masharti. The kingdom of God has got, it is a kingdom. Iko na conditions. Praise God. Hallelujah. Na moja wapo ya condition in the kingdom of God, kuna vitu you can never receive from God, or you can never make it to be, unless you first of all become a follower. So the more you follow, Yes. is the more you get transformed into. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kama watu wenye walikuja hapa wakatubu dhambi wakaokoka, unaweza kaa kanisani na haujawahi peana moyo wako kwa Bwana, not to be a leader, just to obey, to be a follower. It really means you just submit yourself to obey. That is what it's all about. Just to be obedient, kujitiisha. Praise the Lord. Hallelujah. So kuna vitu ambavyo uwe
you first of all become a follower. Then you will be made automatic. Praise the Lord. Hallelujah. Unajua mimi wanaona watu mtu anasema hawa ndugu sasa wamekuja hapa sasa tunataka kila ndugu atafute shilingi 5,500 ninaenda kulete bishop atakuja kwa hoteli. Hawa ndugu sasa watakuwa wananisaidia kazi. Huyo sijui atakuwa pastor mdogo, sijui atakuwa deacon. Listen. Kumwagiwa mafuta na so and so does not even qualify to become a servant of God. That is hizo ni vitu za context ya kitabu. That is an old fashion. Listen. Umesoma mahali popote Yesu Kristo alimwagia wanafunzi wake mafuta? Akawafanya kwa akiwa umewahi on. But how were they made to be apostles from being disciples? Which formula? Unajua tunamwiga Kristo. Vaeni nira yangu, maana nira yangu ni nyepesi. Jifunzeni kwa nani? Kwangu. Maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. So we learn from Jesus. Sijui mtu amemwagiwa mafuta alafu akavalishwa nguo. Sasa akivaa hiyo nguo, hiyo ndio nguo ya ukuhani. Alafu sasa hiyo siku yenye tutakumwagia mafuta, tukisha kuvalisha nguo, kila mtu atakuwa anakuletea zawadi. Hadi sasa kila mtu atakuwa. Sasa tutakuheshimisha mbele ya watu. Watu watakupatia zawadi hizo, okay. Unaweza letewa mpaka gari. Unaweza letewa. But God does not make you to be or to qualify from one step to another. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua pastor ametafuta njia nyingi za kupata pia. Sasa kupata ni tena anaweza. Because at the ordination yenye ilifanywa kwa kitabu. Listen. And listen carefully. These guys walitembea na Yesu. Na mara yote hata Biblia ikianza kuwaita inawaita wanafunzi. So they submitted themselves to learn from Jesus. They gave themselves. Hawakuwa wanalipwa mshahara. Peter mpaka aliwacha kazi yake ya kuvua samaki. John aliwacha kazi yake ya kuvua samaki. Andrew aliwacha kazi yake ya kuvua samaki. So these guys wakawa wako na Yesu. Utashangaa wametembea wameenda mahali hata kitu ya kukula hakipo. Wanacross bahari. Sasa mazao biashara haipo tena. Lakini wakawa wamepeana maisha yao just to learn from Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa hapo wanafanywa from disciples to apostles. Hakuna nguo nyingine wamevalishwa. Yes. Hakuna kofia wamepewa. Ama umeona hapo kofia? Asifiwe Yesu. Hallelujah. Ndugu yangu anibariki. Sasa, this is what it is. Let's go. A disciple is a leader. Lakini zaidi sana is a student and a learner. Ambaye ako under discipline. Listen, is a disciple. He is a learner. He is a student. Under discipline. He is a leader. He is a student. And he is a learner.
Under what? Under discipline. Sasa nataka nikueleze hivi ili ufahamu wako ufunguke vizuri. Nimesema na kuongelesha kama alivyo. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Apostle is the one who have been sent. Mtume ni mtu ambaye ametumwa. First of all, mtume hasimami mbele ya watu kueleza mambo yake. Mtume ni mtu ambaye anaeleza habari za mtu mwingine. He is a messenger, the one who has been sent. Hawa watu sasa wamegraduate, are we together? Wamequalify, sasa wanaweza tumwa na Bwana. Na utaona Bwana akiwatuma, maana already sasa ameshawapa ule uwezo na nguvu. Na utaona sasa assignment ambayo Bwana anawapatia, kwamba sasa wanaweza wakaenda na wakafanya kila ambacho Kristo angekuwa pale angekifanya. Maana already wamechukua sura ya Kristo, wamechukua chapa ya Kristo, wanabeba uwezo wa Kristo ndani mwao, wamepewa mandate juu ya pepo wote wa chapa, juu ya magonjwa yote, juu ya udhaifu wote. Sasa wanaitwa nani? Mitume. Sio wanafunzi tena. Wamepita kiwango cha wanafunzi. Sasa wamemove, wako mbele. Sema amen. Praise the Lord. Bwana hakuiti ukae stagnant, lakini wewe mwenyewe unaweza amua kukaa stagnant in the presence of God. But that was not the will of God, ya kwamba uishi stagnant. No. Kusudi la Bwana is that you should grow and grow and grow and be transformed until you occupy His image in you. You become just as He is. Praise the Lord. Hallelujah. So, huyu mtu anaitwa apostle. Ana kiwango ambacho ametoka kule chini. Wanda status zake za pesa hazijabadilika. Yes. Kimasomo hakuna masomo yenye amesoma, lakini amekirimiwa neema, kipaji spiritual ya kumwakilisha Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, yeye akiwa mtume haongei mambo yake, hachukui picha yake aweke kwa watu wauzie watu, maana hajihubiri yeye. Yes. Anahubiri yeye aliyemwokoa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ambie mwenzako, leading when you are not the boss. Ambie kwa lugha mama yake. Mwenye ajui chuna ya mjomo wangu jifunze kuja. Leading when you are not the boss. An apostle and operate exactly in authority of Christ, but he is not Christ. Yes. Na hawezi fanya mistake, maana hata Petro ilipofika wakati wanataka kumsulubisha, walimweka msalabani, akawaambia sitasulubishwa kama Bwana wangu. Yeye alinifia mimi msalabani na alihanua kichwa juu ni chini. Niko tayari kuifia Injili, lakini hautanihani kama vile mlivyofanya. So inawaomba basi, kama ni kunisulubisha nisulubisheni, lakini isiwe vile alivyosulubishwa Bwana wangu. Yaani hakutaka kitu chochote cha kuji equal with Christ. Always I remain in his
position as a disciple ama apostle of Jesus. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa saizi watu wanataka kujitoshanisha. Sijui kama kigeri kwa nini. Watu hawatambui na hiyo kitu inaua watu spiritually. Hiyo kitu inaua watu automatically. Wanakufa spiritually, wanadai. Wanabaki na kelele nyingi, lakini uungu ulitoweka kwao kitambo. Maana uungu kutembea na wewe, una sharti la kuishi katika utiifu, kujitiisha. Kutii ni bora kuliko nini? Lakini watu wanafikiria kutoa dhabihu ndio ya maana sana. Mtu anaweza kufanya hapo madharau na atoke na pesa yake aende, kwa sababu ataenda mahali pengine na atakuwa accepted as a big man with your money. Lazima unaona mtu akiombewa hapa, akipata pesa anataka kujilinganisha na wengine. Hatukuji kujilinganisha hapa juu ya pesa uko nazo. Pesa ukiwa na pesa, God bless you, na kuongeza hata zingine. We are not competing with you with what you have and what we don't have. That's not, it's none of our business. Here we preach Christ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Urafiki wangu na nyinyi, wajeni niwaambie, na nimunisikize vizuri. Urafiki wangu na mahusiano yangu na nyinyi haiingiani na pesa zenu zenye mko nazo, haiingiani na mapato yenye mko nayo. Hiyo sio ndio uhusiano wangu na wewe. Uhusiano wangu na wewe hapa sio fungu la 10 ndio unatoa. Ukisikia unatoa fungu la 10 unaweza kaa naye. Nilipoongea kwa wengi walisikia mbaya. Because sasa wengine wanataka kufanya mtu mtumwa. Mtumwa. Unifanye kuwa mtumwa juu ya taifa. Ukileta kwa taifa si ati umesaidia mtu. Taifa, in fact, taifa ni sehemu ya God. Are we together? Yes. Taifa ilikuwa ni condition. Are we together? Yes. Praise God. Hallelujah. Lakini kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko, mabasi wengine wanasema hivi na wengine wanasema hivi na wengine wanasema hivi, na wewe jifunze kwa mwenye unajifunza kwake. Ukisikia mwenye unajifunza kwake amekwambia usitoe, then don't give. Fuata vile mwalimu wako anakuongoza. Sisi hiyo naambia uende church Saturday. Wanaambia kama ambibi na wanaenda lini? Sisi tukapa leo ni Sunday. Yes. So sisi tunasema wenye wanaenda Saturday waliomba shetani. Wao waseme wenye wanaenda Sunday wanaomba shetani. Ni siku inatukua mbele za Mungu. Sio siku. Unaweza kuja kesho kufanya hapa ibada na wito Mungu na hapo. Are we together? Yes. It's not about a day. So wewe ukitaka kubuild your doctrine kuhusu siku, wewe build doctrine yako. Lakini sikiza. Nimeprove mimi mwenyewe hata maisha yangu. Nimewaambia. Maisha yangu hata hapa Nairobi mahali nilianzia maisha ni korokocho. Are we together? Yes. Nimetafuta Mungu kwa njia zote ambazo zinazotumika kutafuta Mungu. Na ukweli ushuhuda wenye niko nao, wajana na mwalimu mwingine. Kile nimejifunza kwa life yangu. Unaona kai kutoa time. With me. Sijui kwa mwingine anaweza toa na asema alitoa na hata hapo na okay. May God bless you. But with me. Kama Mungu angenipa ndoto leo, ungetoa tu. Mahali nimeona Mungu akitoa maisha yangu. Nime-experience neema ya Mungu. Sasa kupitia kwa njia hata hivi, mimi nimeona mkono wa Bwana. Kwambia ukweli. Hakuna kitu nataka.
life is the most key. Moja wapo njia ambazo zinaweza kufanyia neema mbele za Mungu. Kwa sababu anasema Mungu ni mzuri tu. Basi wewe okoka. Anza kuomba Mungu akupende, kaomba Mungu akupende, omba Mungu chochote chenye unataka. Na utapata kwa sababu umeambiwa hivi, umefunzwa hivi. So apostle is a leader. Apostle. Kwa lugha mama apostle tunaita. Mtume. Nikisema apostle ni kama unachanganya. Mtume. Kwa lugha mama unamuita. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. He is a messenger. He is a leader under authority. He is a leader. He is leading people, but under authority and submission. He is leading, yes. But formula yenye analidi nayo, instructions yenye analidi nazo, sio zake mwenyewe za yeye mwenyewe kutengeneza kivyake. Hapo under authority and submission. Ambia mwenzako leading when you are not the boss. Leading when you are not the boss. Ambia kwa lugha mbaya. Najua siwezi kukufundisha Kiingereza ya bure hivi, alafu ushinde kutranslate kwa lugha ya mama yako. Ambia mwenzako basi anakufunza hivi. Leading when you are not. Mwambie. Mwambie kwa sauti. Mwambie kama mtu mwenye ulikunywa chai asubuhi. Praise the Lord. Huyu ndiye mtume. Amesimama kulead, but kila instruction yenye analeta na yenye anapeana sio yake yeye mwenyewe kufikiria kivyake. Oh no. Amepewa wajibu na amepewa majukumu na amejitiisha kwa yule aliye mbele yake kwa ajili ya kuwaongoza wale ambao amewajibishwa kuongoza. Yes. Are we together? Yes. Ndio unaona ukitafuta maapostoli, hautapata mtu mwenye alipiga picha yake akaweka kwa maji. Ati watu wakuje wakunywe maji. Because hawakuwa wanajihubiri wao. Walikuwa wanamhubiri Kristo. Petro anaambia watu, kwa nini mnatukazia macho na kutuangalia kana kwamba tumefanya huyu mtu kwa mzima kwa uwezo wetu sisi wenyewe? Kristo Yesu ambaye mlimsulubisha nyinyi kwa hilo jina lake, ndio Bwana ametenda akapeana uwezo ambao umempa mpendo huyu kufanya nini? Kutembea siku ya leo. Na mtu yule anasemekana alikuwa 40 years. Na akamwambia in the name of Jesus. So hawakuwa na mahali popote. Okay, walikuwa wanabeba image of Christ. So wanamwambia tutazame sisi. Fedha na dhahabu hatuna. Lakini chenye tuko nacho. Praise God. Chenye tuko nacho ndicho tunachokupata. So chenye tuko nacho ni nini? Tulipewa uwezo. Na uwezo yenye tulipewa, huo ndio tunakupatia leo. Uwezo uingie kwa miguu zako leo. Ukiwete na uwete wako uishe leo.
akuja kumwagia mafuta, akuja kuvalisha nguo, alafu sasa upewe mamlaka ukaange sijui wapi. It means nothing. It means nothing. Nataka nikwambie, hiyo mzigo yenye umekupea inakuua kabla ya siku zako. You die prematurely, maana umepewa majukumu. Sasa unaambiwa mtu akikufa unavaa hiyo nguo. Umepewa nguo. Kazi hiyo nguo ni ngojaji, mtu akikufa unaenda unavaa. Sasa hii nguo ukienda mahali penye unajua kuna sherehe tena unavaa. So kwa bani, praise God. Unapewa condition ambazo ni doctrine ya wanadamu. Sasa wao ndio wanakufanya. Paulo anaambia Wagalatia, si kufanywa mtume kwa mapenzi ya wanadamu, bali nilifanyika mtume kwa neema ya nani? Yesu Kristo. Sasa mitume yenye tuko nao leo hii. So you can claim to be who and who, you can give yourself whatever title you want to give yourself, but it's not about what you call yourself. It's about what God has made you. You can call yourself whatever you want to call yourself. So needing under, praise God. Hallelujah. Needing while you are not the boss. What does it mean? Unaweza kuwa wewe ni assistant wa mama kanisa. Na hapa Bwana ana kuletea wazo ndani. Wazo jema zaidi. Na bado wakati linakuwa established, unakuta limekuwa msaada wa kufaa sana kwa kanisa lote. Na Mungu amemtumia Roho wake kukuletea wazo, akijua ya kwamba aliyeteuliwa kuongoza idara hii ni Mungu. Sasa Mungu amekuleta wewe kama msaidizi kwake. Na wakati Mungu amekuleta kuwa msaidizi kwake, hii agenda yenye unaleta inakuwa ni bora. Na wakati mnapoiweka pamoja na yeye, na pia naona kweli inafaa. Hii agenda inaanza kuzalisha matunda. For the glory of who? For the glory of God. Sasa mwanadamu naye huwa anataka sasa. Huyu mtu hata mwenye mmeweka hapa hata hakuna kitu anajua. Hivi tu hata unaona vile wamama walifanyika kitambo. Nani mwenye alikuja ndio tukafanya ndio tukatoa ndio tukaanza kufanya. Si mimi nilikuwa nawaambia. Ya kama unafikiria hapo na kitu chenye anafikiria. What's the problem? Now the problem is, kama ni mimi nilitoa idea hii na hii idea imewaka vizuri, who should be the boss now? Who should be the boss? Nani sasa akuwe the boss? The work of God does not operate that. Bwana anaweza kuleta watu wenye wako na maono. Are we together? Yes. Ya uplift kazi ambao Bwana ameanzisha. Na ndio unaona mara nyingi unakuta sijui assistant pastor sijui kanisa gani, sijui alikata watu akachukua watu sijui wangapi akaenda nao, sasa wameenda wameanza kanisa. That is a curse. That is a curse. Hiyo ni nani? That is Satan. The true people ambao Mungu ataleta, praise God. Ninaomba kwa Bwana kwa watu wenye Mungu ataleta, Mungu alete the right people with the right mind to serve God. People with the right motive to serve the kingdom of God. Praise the Lord. Peke yetu hivi hatutoshi. Peke yetu hivi tuko wachache mno. Peke
tulewe. So wacha Bwana alete the right people. Unajua hizi vitu zinasumbua mpaka kwa ndoa. Ati mama ametoa idea na mwanaume ni the head. So mara nyingi baba anatoa fake ideas. Badala ushawahi olekea fani na ndio mwenzako muuliza wako anakuanga aje. Muuliza jirani yako, si muulize kwa lugha Kenya naelewa. Muuliza wako anakuanga aje. Muuliza mwenzako wako ni maembe ama ni malenge. New ideas bado pia ni. Lakini sasa iwapo mama ndiye analeta idea na idea za mama zinafanya kazi, idea ya baba ikija inaonekana hii nao sasa hata ni idea ya daddy hata it makes sense. Akiongea kabla manzana daddy hiyo daddy sabe hiyo daddy vachana na hiyo. Think about it. So unakuta ni kama serikali imekuwa the other way. But in the kingdom of God it doesn't. Ukienda mahali popote kwa kampuni yoyote, kwa sekta yoyote, kwa idara yoyote, kama wewe ni mtu mchana, mara zote unapofanya kazi yako yenye unafanya itaonyesha heshima yako kwa watu wengine, lakini itakuwa wakati you think you want to take an advantage of what you have done. Kaa juu ya vichwa vyetu. It's actually wrong. Hiyo ni roho ya dunia. Ninawaona in Christ. Hata kama utaokoka, ukishachukua image ya Kristo, wakati uwezo wa Kristo umeingia ndani, wakati ujazo wa Roho Mtakatifu umeshuka ndani, usichukue nafasi ya Yesu. Serve as a man. Allow all the glory. Are we together? Yes. Mimi tangu nianze kuhubiri, mimi sijawahi ponya mtu. Nimeombea watu prisa kwa moja. Tasa wawili, tasa wenye wajoinzi. Nimewekea mikono yangu, nimeona Bwana akiwafungua na watoto leo. Nimeona waje kufanya vitu kwa makusudi ya kutaka kudhalilisha wenzako. Don't do that. Kama Mungu ni wa kukuinua, atakuinua. Yes. Waje kujaribu kufanya karabati zingine za kujiinua kwa njia nyingine ya namna nyingine. Stop doing that. Allow God to uplift you at his right time. Hallelujah. Because people in the hand, mtu anasikia ni kama anakufa ya kutaka ukubwa, you know. Mtu anakufa juu anataka cheo, mtu anakufa juu anataka mamlaka, mtu anakufa juu anataka. Sasa mtu anaishi na competition, anataka kucompete na mpaka maisha yenyewe inakuwa upumbavu na ujinga. Siwezi compete na. Hata kama tulizaliwa na wewe mapaji, tulitoka kivyako nikatoka kivyako. Wewe fanya vile utafanya, nitafanya vile Bwana ameniambia. Don't compete with anybody. Praise the Lord. Ati mtu ameenda sana na kaaka sikiza
za miangazi. Wewe sasa unaenda kuweka za ngiri mbili. You are a fool. Wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga. Na hivyo ndivyo watu wanakufa kama wajinga. You don't do that. Bwana sasa. Hallelujah. Leading when you are not. Weke kwa mind yako. So ujitiishe kwa mamlaka yote ya Mungu. Jitiishe. Unakuja kumdharau bila sisi kujasoma. Bila sisi hatuna hata nini.